Kwa namna ya kipekee, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, basi ninamuomba tena Mungu anipe nguvu na niseme kwa nguvu, kwa sauti kubwa, neno la shukurani kwa niaba yetu sote liweze kumfikia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali anayoongoza ya awamu ya 6. Tumejadili hoja, lakini hoja hizi zimetokana na utekelezaji wa miradi na utekelezaji wa shughuli za serikali. Kwa kweli, kwa hakika tumeendelea kama mkoa, tumeendelea kama halmashauri zetu kuendelea kupata fedha nyingi, watumishi na vitendea kazi, na hivyo kutuwezesha kutoa huduma stahiki kwa wananchi wetu. Ndugu zangu, tumefunga mwaka wa fedha jana na leo tumeanza mwaka mpya wa fedha tarehe 1 mwezi huu wa 7, tukiwa hapa halmashauri ya wilaya ya Iramba. Tumejadili hoja, lakini hoja hizi zimetokana na utekelezaji wa miradi na utekelezaji wa shughuli za serikali. Miaka ya nyuma watu walikuwa wakija tu wakaguzi, kwa idara wanatokea madirishani. Lakini sasa tunakaa mezani, wanatushauri, na leo mmesikia nasema kama ziko nyingine, kama kuna mashauriano mengine, naomba mfike ofisini. Kwa hiyo tutumie huu muda kurekebisha mambo kabla tujaja kwenye vikao hivi vya kawaida. Unapojiona una hoja kwenye idara, ujue kuna mambo yako mle ndani hayajakaa vizuri. Niwapongeze sana idara ya afya sana, kwa sababu wanasema kuwa wewe ni tatizo au wa mwisho sio issue. Issue, je, baada ya wewe kuambiwa ni wa mwisho, unafanya nini kutoka wa mwisho kwa wa kwanza? Hilo ndio jambo la msingi kweli. Kwa hiyo ninawaomba sana na ninawaelekeza sana wakaguzi wangu wa ndani, fanye kazi yenu bila uoga, lakini ajenda hii iwe ni ajenda ya kudumu kwenye kamati zetu za fedha. Kila mwezi mwenyekiti lazima upitie maendeleo ya hoja, na yule anayekurudisha nyuma mtake, muite, muone, mkaribie, na akikushindwa tukabidhi. Ili halmashauri yetu iendelee kuwa salama. Yaani katika jambo lolote sasa hivi linaloamaliwa na serikali, katika utekelezaji wake, katika ngazi yoyote, lazima sisi tuwe vinara wa utekelezaji wa jambo hili. Kwa kila mmoja sasa hivi abadilike. Tulikuwa tunafanya vizuri, lakini sasa hivi tunataka tufanye vizuri sana. Tunaenda kutekeleza dira mpya ya maendeleo ya 2050. Dira ile, ni waombe viongozi, waheshimiwa wangu madiwani, wakuu wa idara na vitengo, viongozi wa siasa. Dira inapatikana kwenye tovuti ya serikali, kwenye simu zetu. Twendeni tukasome, tujue malengo, dhamira, misingi, mwelekeo, vipaumbele vya dira ile, kwa sababu watekelezaji ni sisi. Kwa hiyo naomba sana tusiwe nyuma. Twendeni tukaitafsiri. Waheshimiwa madiwani, nenda, wewe ndio mwenyekiti wetu wa kamati ya maendeleo kata, nenda kaitishe wodi C yako, pitieni kipengele kwa kipengele, mjitathmini mlipo, mweke malengo namna ambapo serikali imeweka katika utekelezaji mpaka kule chini kwenye vitongoji. Tunahitaji maendeleo ya watu. Tunahitaji matumizi bora na endelevu ya rasilimali zetu za asili. Tunahitaji kuheshimiana, tuwe na utu. Tunahitaji utamaduni wetu uweze kukua na kushamiri vizuri. Watekelezaji ni sisi. Tunataka kufika wapi? Tumemsikia Mheshimiwa Rais, uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo 2050, si ndio? Pato wastani wa pato la mwananchi wa kawaida, mimi napenda kuzisema kwa shilingi za Kitanzania ili tuelewane vizuri.
Badala ya dola 7,000 tunasema milioni 18 mpaka 21 kwa mwaka. Sasa hivi tuko milioni 1,700,000 mpaka ufike milioni 18, maana yake tunahitaji kukua mara 10, si ndio? Sio kazi nyepesi. Kama hatutashonana tukajua vizuri tukaenda kwa pamoja, tutakuwa tunaangalia maendeleo ya wenzetu, sisi tuko nyuma na tunasema haikubaliki. Kwa hiyo kuanzia sasa kasi yetu inatakiwa iongezeke mara 10 ya ile kasi ya kawaida ambayo tulikuwa tunaitumia kutekeleza majukumu yetu. Badala kuwa kiongozi wa kusubiri watu wakaone, unatakiwa na wewe mwenyewe uingie mle ndani kwenye ule mchezo ukaucheze. Tukuone diwani huko shambani unamwaga, unagawa mbolea na mbegu. Tukuone mheshimiwa diwani huko shuleni unabeba tofali. Tukuone diwani huko zahanati unakagua dawa, unakagua kila kitu. Yaani lazima tukimbizane hivyo. Watendaji na viongozi tuende pamoja. Swala la mapato ndio ajenda yetu namba 1. Hayo yote tunaenda kuyafanya. Kama hatuna mapato ya kutosha, haitawezekana. Mapato ya serikali kuu, mapato ya ndani ya halmashauri, lakini ni namna gani tunakuwa na maandiko. Na hapa sasa wakuu wa idara na vitengo, kuna hela nyingi huko duniani. Kuna hela nyingi kwa wadau wengine wengi wako huko ndani. Tuna mifuko mingi ya maendeleo. Ni namna gani tunaenda kuitumia ile mifuko kwa ajili ya kuipeleka kwa wanawake wa Iramba, vijana wa Iramba, watu wenye ulemavu wa Iramba, ili tukichanganya shughuli zile mapato yaweze kuongezeka. Lakini nimalizie kwa kuwapongeza. Nipongeze sana ofisi yetu ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, na sisi tutaendelea kushirikiana nao ili mkoa wetu uendelee kubaki salama. Hati zetu zimeendelea kuwa safi, lakini hati safi peke yake haitoshi. Ndio maana kuna hizi hoja. Tunataka hoja zetu ziwe zile za kisera, zisiwe hizi ambazo tunazizalisha sisi humu ndani, ziwe zile ambazo kwa kweli ni nje ya uwezo wa halmashauri. Ninakushukuru sana mheshimiwa, mimi nawatakia kila la heri.